Mtazamaji wa Chemba Talk Show, kama ambavyo unavyoweza kuona huko nyuma ni mtanange unaendelea, na hao ni mashabiki wa timu mbalimbali ambapo wako hapa kwa ajili ya kuweza kuona kile kinachoendelea. Hiki ni chuo Gold Seal ambacho kilichopo mkoani hapa Singida. Chuo hichi kina mambo matatu ambacho kinatoa kwa ajili ya wewe ambao unaendelea kusoma hapa. Wanatoa udaktari, unesi na mambo yote yanayohusiana na afya, lakini leo wameona kabisa kwamba waingie uwanjani kwa ajili ya kufanya bonanza, na kama ambavyo mratibu ameweza kuzungumza, hii ya leo ni tournament ambayo tuliandaa kwa ajili ya wanafunzi, na huwa tunazo kwa mwaka, huwa tunafanya 3 mpaka 4 kama mwaka wa masomo utakuwa na nafasi nzuri, na tulishafanya hizo kadhaa, lakini pia tunaendeleza na tunaifanya hii ya leo. Ilianza jana ambayo tulianza na mechi ya staff pamoja na wanafunzi, na bahati nzuri game iliisha kwa staff wakaibuka na ushindi wa goli 3 bila. Kwa hiyo ile ilikuwa ni game ya kwanza ya ufunguzi, na leo panapo asubuhi saa 4 kulikuwa kuna mechi ya mpira wa miguu kwa upande wa wanawake, ambapo mechi imeisha 3-3, wameenda extra time lakini imeisha 3-3. Tulijaribu kwenda penalty lakini walikuwa tayari wamekata moto, kwa hiyo tukaboa tumalize hivyo. Lakini pia tulikuwa tuna game ya netball ya wadada na yenyewe pia imeenda vizuri, alafu tulikuwa tuna net ya basketball, lakini tulikuwa tunacheza na timu ambayo ya pinzani ni chuo karibu hapa ambacho ni Singida College, hichi chuo cha maabara hapa mjini. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza nao, na bahati nzuri kota zote 3 tulicheza vizuri, tuliongoza, lakini kota ya mwisho tulikuwa kidogo tuko down, na ikapelekea tukawa tumepoteza kwa tofauti ya pointi 1. Kwa hiyo na baada hapo na game ya mwisho ndo hii ambayo game ambayo inaendelea sasa hivi, ambayo tunacheza tumeigawa kwa kozi, au kwa sisi tunaita ni dabi, yani kozi ya wafamasia na kozi ya maabara pamoja na clinical medicine wameungana pamoja, kwa sababu wao kidogo wao kwa namba wanakuwa wachache tofauti na famasia wanavyokuwa wao kozao wapo wengi. Kwa hiyo tumewaweka hivi, wao wakikutana kuona kwa na game tough kama hivi tunavyoona mpaka sasa hivi ni bila na mtanange unaendelea huko tough. Kwa hiyo program, lakini tunatarajia pia kuwa na ya kufunga mwaka ambao pia tunafanya kama kuahaga wale ambao wanaomaliza, na hiyo inakuwa ya moto zaidi, na nitatamani niwakaribishe zaidi tuje tuiangalie kwa pamoja hiyo game. Hii inamaanisha nini kwenu, kwa maana ya kuweza kuunganisha watu mbalimbali na kuweza kuunganisha fakati na fakati, ina maana gani? Kwa kwetu sisi kwanza katika mimoja ya mission ya chuo ni kwamba michezo ni sehemu ya masomo, na kuwepo kwenye sehemu ya masomo sisi wote kati ya kozi hizi zote ambazo tunasoma wote tunafanya kazi katika sehemu moja. Kwa hiyo ni lazima katika mfumo wetu wa afya ulivyo, ni lazima sisi katika zile professional mbalimbali tuwe tuna muunganiko mzuri ili tuweze kutoa ile huduma ya afya inavyotokea. Na huu muunganiko tunaotolea wapi? Tunaanza kujenga kuanzia huko mavioni. Tukiziweka sawa, tukimweka sawa nesi, tukimweka sawa mtu wa maabara, tukimweka sawa daktari, tumweka sawa mfamasia, wote tukaweka katika meza moja na ongea lugha moja. Kwa hiyo ni rahisi hata wao kukaa pamoja meza moja bila kuonana kama fulani anajua kuliko fulani au fulani wajua kuliko fulani. Kwa hiyo haiweki ile double standard, wote wanakuwa wako sawa, na hata kwenye matibabu kule inakuwa vizuri. Kwa msingi tunaweka hapa, ingawa na sisi tumeenda extra na kidogo tumekuwa serious, ingawa bado tulikuwa tuna mpango wa kufikia kwenye upande wa academy, lakini tunalifikiria hivyo. Kwa hiyo tunafikiria papana sana kwenye masuala ya michezo, na tupo serious kwenye hichi kitu, na ndio maana tumeona hype kidogo ziko juu, hasa sana kwenye mchezo wa football na basket, na ndio maana hata mjini hapa wanatufahamu sana kwa mechi nyingi ambazo tunazicheza, na wametupa jina maarufu kwamba wakija kwetu watu hawapati matokeo. Kwa sasa hivi wanalazimisha tupate game watu tuwafuate, kwa sababu uwanja wetu kidogo umekuwa mgumu, imefika hatua yani matokeo imekuwa tushazoea tukiwa nyumbani. Yote hii ni kwa sababu tunathamini hichi kitu cha michezo watoto, na hiki kitu pia kinawapa furaha na ile unity, yani mtu anakuwa anatamani kuwepo chuoni, anatamani kusoma. Kwa hiyo anajua hata pia kwa upande mwingine kina boost kwenye kusoma, najua kwamba ili aendelee kuwa na wenzake basi nahitaji yeye asome vizuri zaidi na abaki na wenzake. Kwa hiyo inakuwa pia ni katika vitu ambavyo vinachangamsha na pia na kutangazia chuo kwa ujumla. Hizi timu za chuoni hapa tunachofurahia nacho ni kwamba ni kozi moja na kozi nyingine, japokuwa baadhi ya timu zimeungana kwamba ili ziweze kucheza pamoja, lengo likiwa ni kwamba tunawaweka vijana pamoja, tunaendelea kuenjoy
kwenye mpira wa miguu, kando na masomo, lazima tufurahi. Ili tuweze kufurahi, lazima tuone kwamba maisha yanaendaje. Kwa hiyo kando na elimu wanayoipata, lazima tuangalie zaidi kwamba wanafanya nini kingine ambacho kinaweza kuwanufaisha kwa baadaye. Kwa hiyo tumekuwa nao tangu asubuhi leo, siku imekuwa imefaana tangu ratiba ilivyoanza jana ya stafu pamoja na vijana wanafunzi wa chuo. Kwa hiyo tumefurahi nao, tumefurahi pamoja nao kwa lengo la kwamba lazima tunapokuwa kila mwaka tunapokuwa na mwaka mpya wa wanafunzi wanaoingia, lazima tupate muda wa kuja kufurahi bonanza kama hili. Kwa hiyo timu ziko vizuri na zimefanya vizuri mpaka sasa, matokeo bado ni moja bila, hawajafungana kwenye upande wa football. Kwa hiyo sasa na wengine tuliwaalika kutoka vyuo vingine vya jirani, kwa mfano chuo cha pale Singida College walikuja kwa ajili ya basket na wamecheza na wamefurahi pamoja na sisi. Kwa hiyo bado tunaita wadau waje furahi pamoja na sisi. Hii ina maana kubwa sana kwa sababu chuo chetu sisi kama wanafunzi tumetoka sehemu mbalimbali, tumekuja katika chuo chetu. Lengo ni kutengeneza umoja katika chuo chetu ili tuwe kama ndugu. Kwa hapa tunacheza mpira ambao ni fair, ambao hauna vurugu zozote. Tunacheza mpira fair kwa ajili ya kuenjoy, kwa sababu leo ni siku ya bonanza ambao ni sherehe ya chuoni. Kwa hiyo tunacheza mechi kwa ajili ya kufurahi, tunatoa burudani kwa wanafunzi wote, kwa sababu leo ni siku moja ya mapumziko na ni siku special katika kila mwaka ambao tunakuja hapa kuripoti chuoni. Hii mechi ni dabi, maana hizi ndio kozi kubwa mbili, ingawa Medical Lab kidogo wenyewe wako wachache, kwa hiyo wamebidi waungane na SMT ili kufidia ili tucheze kitu chenye maana. Hii dabi kwanza ina umuhimu sana, maana kwanza ni heshima unaweka, kama unajua vijana kutambiana nini. Kwa hiyo ndio maana tukaamua tuiweke siku kama ya leo ambapo tufurahie, tuenjoy hivyo, ndio malengo. Mchezo ni mgumu sana, vijana wanakamia kweli kweli. Mchezo ni mgumu kweli kweli.